Na labda nieleze ilikuwaje mimi nikajua kama kulikuwa na kambi pale, kwa sababu Harith baada ya kumpeleka pale na nikamkutanisha na mmoja wa watu ambao walikuwa wanashughulika na kambi Kipumbwi kuusha watu. Kuna mzee mmoja sasa marehemu akiitwa Muhammad Omari Mkwawa. Huyu ni katika mazungumzo siku moja, mimi niko Tanga, tunafanya kazi Tanga, mazungumzo kawaida tu, akaniambia, Muhammad, mimi naweza kukuambia jambo wewe za kushangaza. Nikamwambia, mzee Mkwawa, nataka kuniambia jambo gani? Akaniambia, mimi ndiye niliwavusha wa Makonde wapeleka Zanzibar kwenda kupindua serikali ya Jamshid na Muhammad Shamte. Mimi pale pale, manake ilikuwa kama vile mtu kanimwagia maji baridi, naamka. Mzee Mkwawa anasema, kama mimi nakwambia. Akaniambia, si hilo tu, mimi niliingizwa katika usalama wa taifa wa Tanganyika katika miaka ya mwanzo wa 60, na mtu aliniingiza mimi ni Ali Mwinyi Tambwe. Mimi namsikiliza maneno, angekuwa ni mtu mwingine simjui, nikasema huyu anatunga. Lakini jinsi anavyohadithia ile miaka, zile tarehe, wale watu, ananiambia, mimi nilikuwa na Victor Mkelo hapa Tanga. Victor Mkelo alikuwa ndio kiongozi wa wafanyakazi wa Mkonge. Anasema hapa Kasim Hanga akija hapa. Sasa siku nilipokwenda safari hiyo nilikwambia mwanzo, kwa nilikwenda kumwona, nilikwenda kumtembelea Sheikh Ali Muhsin Barwani, ndio nilipojuana na Harith Hassani, nikamhadithia habari hii. Akaniambia, mimi nataka kuandika kitabu cha historia ya mapinduzi. Nikamwambia, basi uje Tanga bwana, nikukutanisha na huyo mzee. Na kweli siku nilipowakutanisha, nimekwenda kwake kwa Makorola kwa mzee Mkwawa kama katika milango ya saa 3 saa 4. Nikamwambia Harith, mimi nitarudi tena mchana saa 7. Nimerudi pale, nimemkuta Harith yuko tabani. Maskini yule mzee tena ndio maisha yamempiga. Amekaa amepanga chumba cha uani. Mwenyewe amekaa kwenye kochi lake namna na Harith kwenye kochi lake namna, wanatazamana. Lakini naona uso wa Harith umesawajika. Basi yule mzee alikuwa ametutayarishia chakula pale, tukala. Vipi Harith, twende? Akasema, pana Muhammad, mimi sijamaliza na mzee Mkwawa, wewe nenda nifuate jioni baada ya lasr. Imefika lasr, nimekwenda pale. Tunaondoka tu kwenye gari, namwambia Harith, mbona umesawajika hivi? Akaniambia, Muhammad, nataka nikuambia kitu. Ufunguo wa kitabu chetu anao mzee Mkwawa. Mimi Harith alisoma Mercury University Cairo, afu kina Michigan, Marekani Michigan, afu ndo akaingia Harvard. Anasema, Muhammad, mimi nimetembea katika maktaba kadhaa Marekani, nimefika mpaka Uingereza, maktaba zote nimefika. Haya maneno leo ambayo mimi kaniambia mzee Mkwawa, sikupata kuyasikia mahali popote, isipokuwa siku ile tulipokuwa Maskati tuliponigusia, na leo nimemsikia amenipa historia nzima. Akaniambia, ufunguo wa kitabu chetu anao mzee Mkwawa. Na naam, kwa miaka takriban 7 Harith anakuja Zanzibar, anakuja Tanga, anazungumza naye, anaondoka. Ndio nikampeleka mimi Kipumbwi kwenda kuona sehemu hiyo ambayo walikuwa wanalime kwa kambi, na kwa pale wanaondoka pale kuvuka bahari ya Hindi kuingia Zanzibar kwenda kufanya mapinduzi. Na kitu ambacho kiligusa sana, ikawa siri kubwa, ni yale mauaji ambayo yalitokea, kwa sababu hata kufika alfajiri serikali ilikuwa ishaanguka na Jamshid sasa anakimbia, na serikali, mawaziri wote wao wameshajisalimisha kwa wana mapinduzi. Na kuna kitu hapa
Siku zote ni kichekesho kikubwa kati yetu mimi na Harith, huwa tunacheka sana.